Vodacom, kazi ni kwako. Mwimbaji star wa R&B Ben Paul ni miongoni mwa abiria ambao walinusurika kifo kwenye ajali ya boti iliyozama ikitokea kwenye kisiwa cha Mbudia nje kidogo ya Dar es Salaam kurudi kwenye nchi kavu. Ni safari ambayo waliipanga kabla yeye na marafiki zake. Hawakuwa na kingine chochote zaidi ya kwenda kustarehe pamoja na marafiki zake akiwemo promota wa Ujerumani ambaye ndo alimwalika Ben Paul kwenda kufanya show nchini humo. Walijua ni safari ya muda mrefu na wangetumia saa kadhaa kwenye kisiwa hicho. Yeye na marafiki zake wakatumia pia muda kabla ya safari kujiandaa. Tukapita supermarket, tukanunua drinks nini, Pringles manini, umeona. Tukaenda zetu mpaka Jangwani Sea Breeze. Jangwani Sea Breeze pale tukalipia boti ile ya kutupeleka kule Mbudia. Umeona, tumelipia pale, tumeenda zetu vizuri kabisa. Tumefika kule, tumeenjoy, tumepost picha nini, videos. Umeona. Wakati wa kurudi kama mida saa 11 hivi. Tunarudi sasa, kulikuwa kuna kwa sababu pale mwisho saa 12. Kwa hiyo ile ilikuwa ni saa 11 hivi, ishaingia saa 11. Kwa hiyo tulipokuwa tunarudi kuna wadada wengine kama Wahindi na wenyewe walikuwa wanarudi, walikuwa kwa watatu afu na watoto wao. Na kuna jamaa mwingine ambao wote walikuwa wameletwa na boti ile iliyotuleta sisi, lakini kwa muda tofauti na sisi. Sisi tulikuwa peke yetu wakati tunaletwa. Kwa hivyo wakati tunarudi sasa, umeona, yani tukawa sasa wote tumeunganika kwenye ile boti moja, tunarudi pamoja. Mimi na marafiki zangu watatu, jumla 4, wale wadada watatu na watoto wao watatu. Watoto wadogo miaka 2, 3, pamoja na jamaa mmoja ambaye hakuwa kwenye kampani zote mbili. Pamoja na wale wanaoongoza kile chombo walikuwa watatu. Kwa hiyo tukaingia kwenye chombo, tukaanza kuondoka. Mimi nikachukua life jacket, nikawa natania. Mbona hii life jacket zingine kama za mabonge? Umeona, watu wanaambia bana hizo zinaokoa hizo. Chukua vaa, umeona, nikachukua nikavaa. Washikaji zangu wengine pia wakavaa. Mshikaji wangu mmoja ambaye anaishi Ujerumani hakuvaa. Umeona, na wale wamama nao wakavaa na watoto wao wakavaa, na yule jamaa mmoja ambaye hatakuwa tunamjua ametokea wapi, yaani hakuwa kwenye company yote pale, naye hakuvaa. Hakuvaa. Hizo life jacket ni za nini? Ni za nani? Life jacket tumezikuta pale kwenye boti, ni chini pale unapokanyaga zipo zimejaa kibao. Hiyo ni boti ilikuwa aina gani? Kama mtumbwi ama? Hiyo boti ilikuwa ni boti ndogo, sio boti za mbao. Kuna boti zile za mbao, ile ilikuwa sio mbao, ile ilikuwa kama fiber, kama hii anayotengenezea magari, material kama zile kwa mbali. Alafu ilikuwa ina kama nguzo kama 4 hivi nyembamba, afu ina kitent kidogo juu kimefunika chembamba hivi. Kwa hivyo ndo tumekaa kwenye ile boti, tunarudi taratibu. Sasa tulipokuwa tunarudi, tumefika katikati. Umeona, tumefika katikati. Boti kama sasa sijua jamaa alizima au si boti ilizima, mimi sikuelewa pale. Umeona, kuangalia nyuma naona maji yameingia. Umeona, sasa jamaa wanahangaika wanatoa maji. Umeona, wanatoa maji, mara wamewasha tena, inaendelea kwenda, maji yanaongezeka. Hasa wale jamaa watatu ambao wanaendesha kile chombo wakaanza kupaniki. Umeona, wanapaniki, wanawafokea wale wamama, nyinyi mko na ndoo muda wote mmekaa tu. Sasa mimi nikasema mbona wao wanapaniki wakati hao ndo wanajua mambo ya bahari kila siku wana nani. Kwa kidogo kikaanza kudunda. Umeona, kufumba na kufumbua, maji kule nyuma yameanza kuwa mengi, chombo akiwaki, maji yanapita chini yetu, maji yamefika mpaka mapajani, yanatugusa kwa chini, yamepanda juu ya mapaja, maji yamefika kiunoni, tumboni, maji yanaenda kifuani. Umeona, chombo kinaenda chini, hiyo maana yake. Kwa hiyo chombo kilivyo kinaenda chini, nadhani watu wengine walianza kutoka kwenye chombo, kwenye boti. Mimi nilichelewa kidogo, na kuja kushtuka kile kitent cha juu kile kama kikofia kimenigusa kichwani, which means chombo kimeshaingia chini sana, na muda sio mrefu na mimi ningeenda nacho chini na ile tent ingenizuia kutoka. Kwa hiyo nikaishika kile kitent, nikajichomoa, nikatoka kwenye maji. Kutoka kwenye maji pale dakika kama 3 za kwanza sikuelewa kilichoendelea pale. Nikaa tu nimekunywa maji mengi, najua kwa sababu nimeshakufa. Yaani naona kama nimeshakufa. Kwa sababu pale uone kitu chochote pande zote, ukiangalia huku uone kitu. Kwa hiyo nilipoteza, nilipigwa kama nilipigwa ganzi hivi, sikuelewa kilichotokea pale. Mpaka kama dakika 3-4 ndo nimekuja kukaa sawa. Umeona, ndo naona kwamba kumbe niko mimi mzima. Alafu kumbe nilivaa life jacket. Alafu sasa hivi naelea
na kumbe kuna watu wengine pia wapo hapa pembeni niko nao, hatuko tena kwenye boti sasa hivi, umeona. Kwa hiyo ndo ikaanza sasa ile struggle, sasa hatujui cha kufanya. Wale jamaa watatu wa pale Jangwani ambao tulipewa kama madereva wameingia mitini, wote hatuwaoni, tumebaki sisi abiria tunalia tu. Wale wa mama wanalia, wanakunywa maji, wanatapika, mwingine analia, jamani mtoto wangu si nini. Watoto wote walikuwa na life jackets. Mshikaji wangu yule ambaye anaishi Ujerumani, yeye hakuwa amevaa life jacket, lakini alikuwa kamshikilia mtoto mmoja ambaye mtoto ana life jacket. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Yule jamaa amemshika mtoto, kidogo anajua kuogelea lakini sio kivile, yani hawezi kusustain hivyo. Kwa kama amemshikilia tu yule mtoto, anaendelea kuna nini, na mimi naendelea kuelea tu, umeona. Watu wengine wa mama wanapiga kelele, wanalia, yani hatuoni chochote, yani umeona. Safari mlianza saa ngapi kutokea kwenye kisiwa cha Mbudia? Safari tumeanza saa 11 jioni. Safari tumeanza saa 11 na labda ndani kama ya dakika 6-7 hivi ndio yakatukuta hayo mambo, wakati boti imeshafika sehemu fulani hivi katikati, yani. Kwa hivyo ikaenda mpaka giza lilivyoanza kukaribia, yani giza linakaribia, yani labda ni saa 1 kasoro ndio tumekuja tumeona boti ya wavuvi, umeona. Boti ya wavuvi imeenda, naiona ile pale imeanza kusaidia wale ambao wamekaa kikundi, wakaanza kuita Ben uko wapi, Ben uko wapi, Ben uko wapi, Ben. Napiga kelele wanisikii wala nini, lakini wanajaribu kutafuta mpaka wakaja kunisikia. Wakamchukua yule mwenzangu ambaye niko naye karibu, afu akanifuata na mimi wakanichukua. Kwa hiyo kuanzia pale sikuelewa kilichoendelea, tukachukuliwa, wakaja jamaa wakatuleta mpaka White Sands ndio ilikuwa karibu kwa sababu wao walikuwa na ratiba zao zingine. Kwa pale walipokuwa wakaona White Sands ni karibu kutuacha, kwa sababu ili mradi tu atuache nchi kavu. Wakatupeleka White Sands, tumefika pale White Sands, kufika chini, kukanyaga chini, kila mtu alikuwa analia kivyake. Yaani kila mtu analia kivyake, yani hatuelewi kilichotokea. Unazungumziaje umuhimu wa life jacket kwa sababu wewe imekusaidia? Kiukweli, yani jana niseme tu, jana kwenye ile boti kungekuwa hamna life jackets, wote tumeisha. Kwa sababu hata wale wengine ambao wanasema wanajua kuswim, sijui pale, kwa sababu kuna pressure, kuna nini, watu wamepanic, kuna watoto, kuna wanawake, unaweza kutaka kusaidia ukaondoka na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kungekuwa hamna life jackets, mimi ningekuwa tayari sasa hivi sipo hapa. Kwanza hata zile dakika 3 za mwanzo ambazo nilikuwa nimechanganyikiwa, nilikuwa sijui kama nilivaa life jackets, yani akili haipo, najua kama nimeshakufa. Lakini unavyoona bado unapumua, unaona watu, unaanza kuona watu, unaanza kuona, unasikia kelele, unaona maana yake mimi ni mzima, umeona. Kumbe mimi ni mzima sasa ndio unaanza kujipa matumaini. Simu zenu nyinyi mlijaribu kuzitumia kuomba msaada? Kwa kweli pale simu huwezi kutumia. Mimi nilitoa simu yangu moja, nimetoa mfukoni, nimeangalia labda nipige simu. Nilianza kuona sasa naelea, nimetoa simu mfukoni, naona simu yote screen imekufa, maji yameingia. Nikaitupa tu kwenye maji sababu nilikuwa naona kama vile yani uone matumaini, yani umeona. Sawa unajipa moyo lakini unaona yani ndio nakufa, yani simple kirahisi namna hii, yani nimeisha, yani umeona. Yani ukweli Mungu mkubwa, yani simu pale ukitoa simu, nimetoa simu hamna kitu, simu haionyeshi kitu, nikaitupa tu kwenye maji, nikajua hata hivyo unaweza nikaondoka, umeona. Ilifikia kipindi umekata tamaa ukajua unakufa? Kiukweli unakata tamaa afu unarudi sawa, unakata tamaa lakini unakuta kwamba bado unaelea kwa sababu una life jacket. Kwa hata unapokuwa umekata tamaa bado huzami, yani umeona. Life jackets kama inakufanya unakuwepo huko tu. Kwa hiyo unakaa dakika 5-6 mbele, unaanza kuona, unapata hope, unakaa sawa. Nimekata tamaa lakini mbona sifi? Mbona niko kawaida? Mbona ushaona? Mbona naona kinachoendelea? Poa bana. Kama tutaliwa na mdudu au kama tutapelekwa sijui wapi, poa. Kama tutachoka usiku wa manane utatukuta hapa, poa. Tutajua mwisho wake. Kwa hiyo inaenda hivyo. Unakata tamaa, unarudi sawa. Unakata tamaa lakini ufi, sababu umevaa life jackets. Ndio hicho ambacho Mungu amesaidia. Okay. Na wale jamaa wakati boti wanaona inazama, hawakujaribu hata kupiga simu wala nini, wale wenye boti wenyewe? Wale jamaa wa kwanza kabisa katika wale watatu walipoona tu boti na shake, kasogea, katupita katikati, kaenda mbele, afika yani karuka ndani ya maji. Chup.
ndo wa kwanza alikuwa kuingia kwenye maji. Yani alipoona tu vile hali imekuwa vile, maji yamekuwa mengi, nasogea mbele ya boti karuka chup kwenye maji, afu kaanza kukata zake mbizi. Tukumuona tena. Wale wengine wawili na wenyewe walipotea tu, yani hatujawaona kwenye kampani yetu pale, hawakuwepo hata mmoja. Subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila stories za Ayo TV zinazotoka. Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram. facebook.com, twitter.com pamoja na instagram.com/millardayo. Usisahau pia kutembelea millardayo.com kwa story mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania. Zote unazozitaka ziko TZA, millardayo.com na Ayo TV. Ayo TV pia inapatikana kupitia tanzaniabox.com, tanzaniabox.com. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea Ayo TV.